Namuona hapo Kipo Tosh. Wewe ndugu yangu, mganga kawadanganya ni? Bwana dakika za jioni sana. Itabidi tuanze kumlipa kwa dola kama kawaida mganga yetu. Nadhani hii kwa kumlipa kwa shillings mambo yajawa vizuri. Vipi bwana, nini ambacho kimewakwamisha leo? Maana naona mara unalalamika Eliudi, si nini? Kuna vitu viwili ambavyo nimeviona. Kwanza ni umakini wa wachezaji, cha pili nadhani ni mashabiki wapya, kwa mfano akina Eliudi ambao hajawahi kuzoea hata kuja uwanjani kuhamasisha timu. Mimi nashangaa tu kipindi cha pili ametokea uwanjani. Wakati hajawahi kuja hata siku moja. Nadhani hata wachezaji wamekuwa surprised kuona kitu kama hicho. Kwa hiyo tunatamani tubaki sisi wenyewe ambao tunaisupport timu. Lakini pia kimchezo kabisa, mimi ndalalamikia sana wachezaji kwa sababu leo wamekosa magoli mengi sana ya wazi. Kwa mfano ile nafasi ya mwisho tuliyopata pale, kwa sababu mimi mwenyewe naangalia sana mpira, yule jamaa akustahili kudribble hata mara moja ule mpira, itakiwa kuunganisha tu kwa sababu kipa hayupo golini. Hamna goalkeeper, hamna mabeki wote. Ana dribble zaidi ya mara mbili, sijui anataka kufanya nini. Mpira na umejiseti huu uwanja hauna kona kwamba labda utakuwa ni mbaya, uwanja ni mzuri. Hiyo ya kwanza. Lakini ya pili ni nafasi tulizozipata huku kipindi cha kwanza, nafasi 3. Ambayo moja ni Mateo, nyingine Willy Mwanli kama sikosei. Hizo nafasi nyingi zimetokea ambazo naona wachezaji wao hawakuwa makini zaidi. Hawawi na uchungu. Moja ya kitu ambacho huwa kinaniumiza sana mchezaji kutokuwa professional. Ule ushindi uliopita dhidi ya Mtibwa wa magoli mengi umewafanya kama kubweteka. Dhidi ya KMC kumlaza. Na ni moja ya makosa ya timu ikitoka kwenye ushindi inakuwa ina relax. Hasa ukizingatia Mbeya City wao wametoka kudraw na Yanga, wamempiga KMC. Kwa hiyo mentally wao walikuwa na overconfidence kuliko Tanzania Prisons ambao wameshinda mchezo mmoja tu kwenye ligi. Lakini all in all jamaa wamecheza mchezo vizuri. Baadhi ya lawama pia tunapeleka kwa golikipa kwa sababu magoli aliyofungwa pia Beno yeye ni professional, kacheza Simba na Yanga. Tuitegemea pengine akatuokoa vizuri, lakini kwa magoli yale 50% kwenye hizo 100 naweza nikamlaumu yeye. Kwa nini unamlaumu? Kwa sababu ukiangalia ile mipira unaona mabeki wanaweka wapigaji mbali na wapigaji walikuwa wanafanya kama surprise. Yes. Kwa mfano ukiangalia na kipa naye alikuwa anapunguza goli, yani kiutaalamu. Yes. Kwa mfano hii goli ya kwanza reflection imetokea ni mbali sana, sio ndani ya box, ni nje ya box. Na alimuona yule jamaa anaenda kupiga. Licha kwamba Yahya Mbegu alikuwa amerudi sana nyuma, lakini yeye alimuona kwamba huyu jamaa amepewa nafasi anaenda kupiga. Na sio goalkeeper, lakini ndio maana nasema 50% mimi nalaumu goalkeeper. Goli la pili kama ambavyo umeona pia pale maeneo aliyokaa yale anapigiwa. Huu uwanja sio kwamba labda ni mbaya utasema labda mpira ulidunda. Kwa hiyo mimi lawama kubwa nazipeleka kwa wachezaji leo kwamba hawakuwa makini zaidi, ndio maana tumesababisha kufungwa. Unazungumziaje bwana dabi ya Mbeya kupigwa ndani ya Dar kwa mara ya kwanza? Ni makosa makubwa pengine kwa viongozi wa uwanja wa Sokoine, kwa sababu wamewanyima radha mashabiki wa Mbeya City kwa mkoa wa Mbeya kwa ujumla. Hilo la kwanza. Lakini la pili sijajua kihistoria, lakini naona ni mara ya kwanza inatokea kwenye soka dabi inapigwa nje ya mkoa ambao inatakiwa. Yani leo hii dabi ya Yanga na Simba hapa ikapigwa labda Arusha, sidhani kama itakuwa na radha ile ya dabi. Kwa hiyo wamewakosea mashabiki wa Mbeya, lakini pia nimeona kwenye ukurasa wao pia kama uongozi wa uwanja wameomba radhi kwa kile ambacho wamekifanya. Na hili pia mimi nadhani TFF waliangalie, kwa sababu Yanga singetoa sare ile na Mbeya City, sidhani kama wamelalamikia sababu ya uwanja kuwa mbovu. Yani angeshinda Yanga ule uwanja ungeendelea kutumika mpaka sasa hivi, lakini kwa sababu ya sare wakaamua kulalamika. Kwa hiyo nadhani waangalia hata hizi game ndogo ndogo pia swala la viwanja. Ule uwanja umepigiwa game nyingi tu pale na watu hawajalalamika. Yanga katoa sare wanalalamika uwanja ni mbovu. Maana yake angeshinda Yanga ule uwanja bado ungeendelea kutumika sasa hivi. Kwa hiyo bado nafasi wanao vijana Mbeya City, tumeona mchezo mzuri. Unaona kabisa wana kitu. Tutafika mbali. Mnafika mbali. Mechi ijayo nadhani mtacheza hapa na JKT Tanzania. Bonge moja la game. Moja ya timu ambazo mimi naziona ziko vizuri kwenye ligi ni Singida na JKT. Kwa hiyo utakuwa ni mchezo mzuri sana. Singida wana watu, lakini Mbeya City pia wana watu. Kwa hiyo kwangu mimi nauona utakuwa ni mchezo mgumu, lakini ambao tutahitaji pointi vizuri. Nadhani pia kukosekana kwa baadhi ya wachezaji wetu kumechangia game ya leo. Nimepoa sana.